الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, tuendelea na kitabu chetu kitukufu cha Tuhfa tukiangalia adabu islamia ambazo kwamba tunajipamba nazo na ni mafunzo matukufu kutoka kwa mtume wetu Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Tunaendelea na mlango wa al-aqiqa ambao kwamba ni katika adabu za dini yetu tukufu. Pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuruzuku maulud, ni mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuchinja mnyama mbuzi au kondoo, ikiwa umpata mtoto wa kiume iwe ni wawili na ikiwa umpata mtoto wa kike awe ni mmoja. Lakini kabla ya kuingia katika darasa yetu, katika hali ya kukumbushana haya maisha ya dunia, kama alivyokuwa akitufundisha mtume wetu Muhammad salawatullah wasalamu alayhi, atuamrisha uwe vipi katika hii dunia. Atuambia kun fi dunya kaannaka gharib au abiri sabil, au kama qala salawatullahi wasalamu alayhi, kuwa katika hii dunia wewe kama ni mpita njia au ni mgeni. Mtu anapozingatia na kufahamu vizuri, mgeni anapokwenda pahali hana haja ya kubeba vitu vingi, na kadhalika mpita njia akiwa apita pahali hana haja ya kuchukua akiba nyingi ya mambo. Na sisi katika haya maisha yetu ya dunia tuamrishwa tuwe ni kama mgeni au mpita njia. Usiwe ni mtu utaishi katika dunia ndio ghaya, bal dunia ni alwasila ila alghaya, ni njia ya kutufikishia sisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtume wetu Muhammad sallam hakuondoka katika dunia hii mpaka ashatufundisha kila kitu cha kutufaa, na ndio ikaja al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Neema zetu, neema zimekamilika na dini imekamilika. Kwa hivyo alipoondoka, kila ambacho kwamba cha kutufaa katika maisha yetu haya ametufundisha. Katika aliyotufundisha ni kwamba mtu akipata neema ya kupata mtoto awe ni kuishukuru neema ile, na kwa kumhifadhi mtoto yule kwa kufanya hii qurban, nao ni kuchinja. Sasa katika mafunzo tunaambiwa suala, ma hukmu jild dhabihatul aqiqa wa ra'siha. Taban, ukimchinja mbuzi kuna masala ya kile kichwa chake na ngozi yake, kuna masala ya wewe utasema neno gani. Natuambia jawabu, yutasaddaq bihi, kile kichwa na ngozi wewe ambao kwamba unachinja iwe ni sadaka pia unatoa. Usije ukawa wewe wajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kumchinja ule mnyama kisha ile ngozi waiuza au kile kichwa wakiuza, sababu kuna wengine watastafidi na ile ngozi, kuna wengine kile kichwa watakwenda kustafidi nacho, ima kwa supu au kwa hili au kwa lile. Sasa wewe ambao kwamba umemchinja ule mnyama kisha urudi uuze ile ngozi au uuze kile kichwa, Uislamu na mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba wewe utoe sadaka na ulizingatie jambo hilo kwa ukubwa. Madha yuqalu inda dhabhi al-aqiqa, utasema nini wewe unapomchinja? Kwanza ni muhimu sana tuzingatie darasa iliyopita kwamba yule mwenye kuchinjwa ule mbuzi au kondoo awe hana ila, awe hana amevundika guu mfano, au ni dhaifu au ni mgonjwa. Uzingatie kwamba amekamilika, kama unavyofanya qurban au unavyofanya dhabiha wakati wa udhiya, uzingatie haya vile vile. Kwa hivyo wakati ushachukua kisu kiwe kina makali, na ukiwa una mbuzi wengi kwa mfano unawachinja, yule mwenye kuchinjwa asiwe ataonekana na mwingine, mbuzi mwingine amuone huyu anayechinjwa ili naye aanze kufanya hofu. Ujaribu yule anayechinjwa awe mbali kidogo. Kwa hivyo na wewe unapokuwa tayari ushachukua kisu na kiwe kikali kile kisu, useme bismillah. Kuna watu wengine wanachinja lakini wanachinja kwa sababu ya mashetani, kwa sababu ya mizimu, kwa sababu ya aulia, lakini hapa tufundishwa bismillah. Unamchinja kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma laka, neema zote tulizonazo zatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaika hadhihi aqiqa fulan, na huyu mnyama ninayemchinja na kusudia nia yangu kwamba nafanya aqiqa. Mfano mimi ameniruzuku mtoto akiwa ni wa kiume, na chinja wawili. Katika kutia nia nitamtaja nia ya aqiqa ni mwanangu fulani.
na ikiwa ni ya kike vile utamtaja jina. Kwa hivyo unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unapoweka kile kisu, bismillah. Khairi hii, sadaqa hii ninaoifanya ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu peke yake. Allahumma lak wa ilaik, hii neema inarudi kwako wewe, ingawa itanifikia mimi. Nitamlinda mtoto wangu na husda, nitamlinda na hili na lile, na nitakuwa nimefuata maamrisho ya mtume wetu Muhammad sallam, na nitamtaja jina yule mtoto pindi ninapofanya jambo kama lile. Angalia Qur'ani inatuambiaje, wadhkurullaha alayhi, mtaje Mwenyezi Mungu unapokuwa wewe wafanya lile jambo. Kadhalika wakulu mimma dhukira ismullah, na muleni yale ambao kwamba au yule ambaye kwamba ametajwa neno la Mwenyezi Mungu. Leo katika ulimwengu huu sangine ukiingia katika mafactories, kuna watu wengine wameweka mashini za kuchinja ule mnyama, akifika tayari kisu kinamgusa tu anachinjwa. Filhali ni sunna na ni mafunzo matukufu utaje ile Allahu akbar, bismillah, taja Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo utakuta ile system inakuwa haipatikani yale mafunzo, na ni muhimu sana kisha umwache ile damu itoke mpaka imalizike, inaambatana na moyo wake na mwili wake. Kwa hivyo ni katika adabu ya Kiislamu, yule mnyama akishakuchinjwa umwache mpaka ile damu yote imekauka, ndio ianze process ya pili ya kumfunga, kisha aanze kutolewa ile ngozi na kichwa na vinginevyo. Kwa hivyo utakuta kwamba katika mafunzo ni umtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na iwe jambo hili waregesha kwa Mwenyezi Mungu hii neema, na unamtaja yule ambaye kwamba umekusudia katika jambo kama hili. Taib, sehemu nyingine inakuja madha yustahabu an yuf'ala bi ra'si as-sabi inda al-aqiqa. Yule mtoto anapokuwa amezaliwa anakuwa anazo nyele lakini ni ndogo au ni kidogo zile nyele zake. Yustahabu an yuhlaqa ra'su as-sabi, ni pendekezo, ni katika mafunzo mazuri ya dini yetu, yule mtoto awe mwenye kunyolewa. Wa yutasaddaq biwazn sha'rihi fidda, na utatoa sadaka kwa uzito wa zile nywele zake. Watu wengine leo hukisia gramu 2, mfano gramu 3, na fedha si ghali, si kama dhahabu, lakini maadamu ni mafunzo matukufu ya mtume wetu Muhammad sallam, wewe utakisia ni gramu 3, ni gramu 4, gramu bei gani ya fedha, mfano mpesa kadhaa, basi mimi thamani ya hizi nitatoa sadaka. Ili haya ni mafunzo ya mtume wetu Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Ni kauli sallallahu alayhi wasallam fi alhadith, wa yuhlaqu ra'suhu, na atanyolewa kichwa chake. Ulama wakazungumza maneno mengi, je, mwanamume na mwanamke wote watanyolewa? Wengine wakasema ni mtoto wa kiume tu, wakarajihisha, lakini kuna wengine wakasema hata mtoto wa kike, kwa sababu lengo ni kwamba zile nywele nyingine zitakazotoka zitakuwa nywele mpya, zitakuwa ni safi, ni mzuri, ni maridadi. Zile zilizokuwepo zili undergo process ya ule mtoto alipokuwa katika tumbo na rahim ya mamake. Kwa utakuwa wewe umesafisha ile ya kwanza, zile nywele zitatoka nyingine ambazo kwamba zitakuwa hali yake ni mzuri zaidi. Walima rawahu al-Baihaqi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ra'si al-Hasan wal Husayn, kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamrisha wajukuu zake walipozaliwa siku ya 7 wanyolewe zile nyele na itolewe sadaka kwa wazani ya fedha. Yani uzito wa zile nyele uzingatie ni gramu 3, 4, lakini zitolewe ziwe ni sadaka katika kumsahilishia yule mtoto. Hal yajuzu halq ba'd ra'si sabi wa tarku ba'd, je, ni unyoe sehemu na uache sehemu? Na hili jambo la kusikitisha. Leo utakuta kuna watu anakwenda kwa kinyozi na alipa pesa, kisha amwambia ninyoe, yani aache mpaka mkili au hapa katikati, ambao kwamba sisi tuna adabu za Kiislamu, yani mtu adhihirishe zina yake, pambo lake kwa uzuri. Lakini utakuta hizi ni katika alama za kiyama leo, ambazo kwamba kuna mikato tofauti tofauti, ambao kwamba mpaka picha huwa zimewekwa pale kwa yule mwenye kunyoa nyele, ambao kwamba haya ni mambo katika ambao kwamba tumekuja kukatazwa kuiga mambo kama haya. Kwa hivyo la yajuzu dhalika, haifai uwe utanyoa sehemu uache sehemu. Ni hadithi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza, yani
ukate kidogo uache kidogo, bali tunafundishwa kwamba ukate yote, na nywele zenyewe huwa si nyingi, nywele zenyewe huwa ni kidogo. Kwa hivyo ni uzinyoe zote, awe ni mwanamume kwa kauli yenye nguvu, na akiwa ni mtoto kike pia kuna kauli ambayo kwamba imekubali kwamba afanyiwe mtoto wa kike vile vile. An yahliq ba'd rasihi sabi, haifai jambo kama hili. Maashara alhadhirin, dini yetu tukufu ina maqasid, imekuja kuhifadhi nafsi. Hii nafsi ni amana. Nafsi na mali sisi tumepewa na Mwenyezi Mungu, kisha Mwenyezi Mungu amekuja kununua kutoka kwetu alipotuambia inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Amekupa wewe mali, lakini kisha ankufundisha na Mtume wetu sallam namna ya kutumia mali yako. Ankupa nafsi ili nafsi uikomboe nafsi yako kwa kupata janna, kwa kufanya haya ambayo kwamba tumekuja kuamrishwa kuyafanya. Kwa hivyo katika mambo ambayo kwamba sisi tumekuja kuamrishwa kuyafanya ni mambo kama haya. Kadhalika fi dhikri tasmiha wa ahkamiha wa waqtiha, katika mambo ambayo kwamba yanafuata katika adabu ni umchagulie mtoto jina zuri, na mtoto awe ataambatana jina lile kwa babake. Mfano, mimi ni Suleiman Ahmad, mamangu amenizaa na ana cheo chake na hikma yake, na utakuta aljanna tahta aqdami al-ummahat, lakini jina halinasibishwi kwa mama, jina linasibishwa kwa baba. Kwa hivyo utakuta yajuzu tasmiyatul maulud yawm miladi, siku akizaliwa waweza ukamwita jina lake, lakini aula ni ungojee siku ya 7 ndio umtaje jina. Lakini lau ushalichagua lile jina, wataka kulizungumza, kulitaja, kumtengenezea birth certificate, hapana makosa, haitokuwa ni dhambi. Na dalili moja ni kwamba Mtume wetu Muhammad sallam alipompata Ibrahim, na alimpata katika utu uzima, alipompata alizunguka naye, hadha Ibrahim, hadha Ibrahim, hadha Ibrahim. Hii ni dalili tosha kwamba furaha ya Mtume wetu Muhammad sallam kumpata mtoto katika utu uzima, na akawapita akimshika Ibrahim, akimshukuru Mwenyezi Mungu, na akawashamtaja jina. Kwa hivyo hii ni dalili tosha kwamba alhamdulillah, neema kama hii yataka sisi tuikumbuke. Maashara hadhirin, kwa kuzingatia muda, kwa haya machache tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa shukran, jazakumullahu khairan.